Sasa wewe ulikuwa unakubali vipi Doto Magari fedha zake zinakuja kwenye akaunti yako? Sasa mimi ndo mzazi wake. Mzazi wako una tatizo gani jamani? Mimi ndo mzazi wake. Kwa hiyo kumpa pesa hamna shida, lazima nimpe tu kijana wangu. Nampokelea mimi, nampa na hakikisha. Ila kwa ni matumizi hapo ndo simpangii. Shida yake anajua kuzitumia kweli kweli yule. Sasa ulizungumza swala la nyumba pia. Kuna nyumba ulipost ukasema kwamba hii utakuja mkabidhi Doto Magari, pengine itakuwa mwisho maneno yake kwa sababu yeye anatumia sana, hawazi kusema. Ila simpi hati. Nyumba nitampa hati. Hii asahau. Kwa nini? Anaweza kuuza. Kesho yake utaikuta hamna, kuna madirisha tukauza. Kwa kifupi sana. Ndio. Kuishi na Doto Magari unahitaji uwe mtu wa namna gani? Kwanza inahitaji usiwe mtu mwenye hasira. Kama una hasira hapo mwezi. Kwa sababu unajua mwenzako kila muda anadhani uko ni serious, ni mtu wa utani, ni mtu wa kupenda kwanza ni mtu ambaye ujue hayuko serious, kile anachokiongea ujue hakiko serious. Sasa mtu kama umjuna jamaa yuko serious kabisa, yani unaona kwa hiyo lakini mtu ambaye hayuko serious kana. Kuna mtu anatamani kufahamu wewe kujoin na Doto Magari, chanzo chake kilikuwa ni nini? Urafiki tu. Mimi nilishazungumza mara kibao, unajua ni miaka mingi tumekutana na mimi nimekutana na Doto kabla hata hajawa maarufu. Mimi sijaanza kuuza magari, namjua Doto yupo kwenye industry ya magari. Nini ambacho kilikuvutia kwake? Nasema huyu ni rafiki. Yaani nawaambiaga siku zote Doto mimi ndio shabiki yake wa kwanza. Yaani pengine hamna mtu ambaye shabiki yake kama mimi. Sio, umenielewa? Yaani ndio mtu wa kwanza shabiki yake. Mimi ndio nimeanza kuyapanda maneno ya Doto yale. Akija pale ananitania nini? Hamna hata anayejua uko ni media. Kwa hiyo mimi nilikuwa nachukua kile video na kipost. Basi nafurahi tu. Isa, mimi nilikuwa nataka nijue kwamba nilisikia ukisema kwamba wewe ndio mtu wa kwanza kumfungulia Doto Magari account ya Instagram ambako sasa hivi tunaona ina followers zaidi ya milioni. Wewe lakini milioni hujafikisha bado, lakini ya kwako pia nao ni ya moto. Mimi nataka uniambie tu ilivyokuwa mpaka ukamfungulia account. Ilikuwaje kwanza? Unajua uhitaji ulikuwa ni mkubwa sana. Mimi nilikuwa natumia TikTok kupandisha yale maudhui ambayo alikuwa ananitania. Lakini sasa kama unavyojua kwenye comment na kwa nyingi, huyo ni nani? Jana nataka kumjua huyo ni nani. Sawa, ni Doto. Account yake ni nini? Unaelewa? Kwa hiyo inahitaji sasa ikaonekane hapa kuna haja ya kufungua account ya Instagram. Sasa ndio ikafunguliwa account ya Instagram ya Doto Magari. Hajui lolote. Yaani hata mwenyewe ukimwambia bana hii ni Instagram haijui. Yaani ni maneno, sema ndo maneno tu, lakini haijui bana hii ni nini? Yaani mwenyewe haelewi ni nini. Sasa anamuendesha account yake sasa. Sasa hivi ameajiri, unajua tena hela zikizidi jeuri, hapa ndo anamuendeshia account. Hajui kusoma. Sasa unajua shida ile maneno. Yaani yule pale siku Mungu akisema sasa huyu nimkomeshe mjangu ampe mtihani mdomo auzibe hivi analisikia analiana nini? Maana sasa ndo ajira imefungwa, yaani ofisi imefungwa. Kwa nini Isa Tambu? Kwa sababu umesema Doto Magari hajui kusoma na tunaelewa elimu haina mwisho. Na elimu unaweza ukasoma. Kwa nini usimshauri aende akasome? Japo yale madarasa ambayo atamfanya ajue kusoma na kuandika. Maana mimi nishatafuta shule mpaka nimechoka. Shule nimeshatafuta, nimelipa mada, akienda siku mbili siku ya tatu, Isa elimu ni ngumu, sitaki. Yaani mimi sitaki hela, yaani anataka hela. Yaani anatamani uko shule akasome na alipwe. Nikamwambia Doto wewe basi twende. Akamwambia kwani elimu mdomo wangu nataka elimu. Maneno si yanatoka kila siku. Nikamwambia haya tuendelee. Unaona nyumbani kwako leo alipokuja mlinzi wako alikuwa ni wa Masai, akawasema sana, na kama sikusei alikuwa Dogoruga sijui yule. Alikuwa ndio mlinzi wako sasa hivi. Msanii wake unajua Salim Shinda akaniambia bana mlete Isa ukae naye kama Mwenyezi Mungu akamwambia mlete. So sasa hivi kanenepa. Huyu hapa unaona? Kanenepa anakaa pale anakula hisia bure, anakula mayai asubuhi matatu manne. Si unaona kidogo hata amependeza. Huyu sio ana tabia ya wasanii kuwashindwa. Tunamjua kuna mwingine alimtoa yule. Sio nini yule anacheza kama Michael Jackson yule. Tunakumbuka Rema. Sasa yukamshinda. Nasikia msanii alikuwa anakula tu mayai matatu asubuhi na wali maneno. Anakula mayai mengi. Nini. Lakini kama hujui kuitunza utataka ya mwenzio na uitumie. Ushaona hapo ndo kazi iko sasa. Kijana mwenye umri mdogo, una pesa nyingi, unafanya biashara kubwa, lakini nyuma yako kuna vijana wenzako ambao sijafikia hiyo level kwa tajiri, sio kusema mimi ni ile mtu ambaye anaweza na fedha ya kula, lakini kusaidia washikaji zangu nyuma. Yaani yale mahitaji yangu najikizi, lakini hata wale washikaji ambao wananitegemea kwa namna moja kidogo nayo wanasogea. Kwa hiyo sijafikia ile utajiri mkubwa wa kivile. Kwa hilo pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Story moja nilionayo kwamba kati ya vijana wako kuna kijana mmoja aligeuka kwa maana alikusaliti, akakuwa anakuzungumzia vibaya, baadaye ukamtoa nishai. Ilikuwaje? Katika historia yangu mimi sidhani kama na kijana wa aina hiyo. Inabidi uzichimbe vizuri kwa sababu unajua mimi ni mtu ambaye najitahidi sana kuishi na watu wengine waone umuhimu wangu ni nini. Yaani so tuishi nao lakini waone huyu mimi hana umuhimu. Si ndio? Isa Tambu tumefanya jambo jema siku ya leo. Watu hata atopewa. Unahisi labda atauza au nimeshawaambia hata atopewa. Nyumba atapewa hati. Ni tabia gani za Doto Magari ambazo wewe binafsi uzifurahii kabisa?
Haisemi na tabia zote za kwake, bahati nzuri mimi zote nazipenda. Ila tu ana haraka. Shida yake haraka. Ana haraka sana. Hali ya kudumu, wenye vichwa vikubwa, sijui kitaaluma mnahitaji. Hayana wengine wana ulemavu mdogo mdogo, lakini sisi tuko na sio vibaya kama tutajumuika nao na sisi kutoa mkono wetu wa pole, lakini kuonesha namna gani kama Tambuu Motors tunarudisha kwa jamii kama vile wanavyotusapoti, basi na sisi kile kidogo tunajitahidi kuwaletea na wenyewe iwe ni sehemu ya kuishi kwa furaha kama wengine, japo wana changamoto mbalimbali. Isa, kwa nini mambo unafanya huu utaratibu kile ifikapo tarehe 2 ya mwezi wa pili? Tarehe 2 mwezi wa pili waga ni tarehe yangu ya kuzaliwa, yani ni siku ya baba. Kama mara ya kwanza tunarudisha shukrani kwa jamii. Kwa mimi nadhani ni kitu kizuri sana, hata wengine pia wanaona na wanahamasika na wenyewe wanaweza kuwafikia ambao wenye uhitaji. Kwa hiyo nadhani mimi ni sehemu nzuri zaidi kuliko kufanya kitu kingine chochote. Pia tumeona watu maarufu au wenye fedha mara kadhaa huwa watafanya hivi, lakini baadaye mara bwana mimi najizawadia gari, najizawadia majumba, najizawadia hivi. Lakini still hii ni mara ya pili kama sio ya tatu. Lazima ikitokea jambo kama hilo ukutane na watu wenye mahitaji, usaidie jamii, lakini ukaona mimi nisijibariki. Hiyo pia inspiration inatokea wapi? Kwa sababu uwezo wa kufanya hivyo unao, lakini ngoja nikwambie hivi vitu kila mtu mwenyewe anavyojisikia kwenye nafsi yake. Sawa? Kama sisi tumekuja kutoa sadaka zetu, ibada kwa watoto wenye uhitaji, Mungu ndo alivyowaleta duniani, basi kwa hiyo kila mtu na nafsi yake anavyojisikia. Sasa ukianza kuwababu watu hapa, kama tumekuja kuwasema watu hapa, tumekuja kutoa ibada na sadaka. Hata wewe mwenyewe unaweza ukajipa zawadi ya gari, ukajipa zawadi ya maji ya kunywa, na hapa usifike na unapajua. Kwa hiyo ni moyo wa mtu, sawa bwana, na akili zake na huruma wake na imani yake. Tumemaliza. Kiongozi tunaye huyu hapa. Kabla tujaenda kwa kiongozi, tunatamani kutambua kitu kimoja. Wewe binafsi unapeleka message gani kwa watu mashuhuri wenye pesa na wasiokuwa na pesa kutokana na misaada mbalimbali? Ngoja nikwambie Gabi, hapa tujaja kumsemea mtu. Aloguswa na hili jambo anatuona kwenye mitandao ya kijamii, na hili jambo si geni na alijaanza leo. Sawa? Hata hao wanaotumia mabaharini, wanakunywa NS, wanajizawadia magari, nao wana ndugu zao wana matatizo kama haya. Kwa hiyo mtu mwenyewe anaoguswa na hili jambo atajua nini umuhimu wake. Hatujaja kumsemea mtu hapa. Ukitaka kumsemea mtu utawamaliza. Hata wewe mwenyewe una mapungufu yako. Neno lako kubwa Doto Magari, kutokana na tukio hili ambalo umelifanya, na tukio la kibinadamu, ni tukio la kuwapendeza watu wengi sana, ni lipi? Labda niseme hivi, kila binadamu au kila Muislamu au kila mwenye dini yake, vitu hivi vinaombwa vimguse. Hivi si vitu vya kuambiwa. Wewe mwenyewe, sawa, mawazo yako ya kichwa na akili yako, si mpaka ukamwambie mtu. Unatuona sisi tuna marafiki kibao na kampuni yetu ni kubwa. Tukisema tungechangisha hapa